Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Kiukweli mchezo wa kwanza hapa nyumbani. Hapa nyumbani kiukweli kwa mnyama Simba Sports Club, mimi naweza nikawa nipo tofauti sana na watu wengine. Hapa mwalimu inawezekana alikuwa anafikiria kitu kimoja. Kwa mtazamo wangu mimi nafikiri. Inawezekana mtu mwingine akawa hafikirii kama jinsi ambavyo mimi ninavyotazama. Mimi ninavyotazama kama mwalimu aliona mechi ya kwanza ishaisha. Kizingatia ni kocha mpya kwenye timu. Ile ya kwanza kabisa dhidi ya Nsingizini Hotspurs kule Eswatini ndio ilikuwa mechi yake ya kwanza. Ilikuwa mechi yake ya kwanza pale Eswatini ya kimashindano, ukiacha zile mbili za Al Hilal. Nataka kuamini kwa kile ambacho nilichokiona, kwa sababu mechi ya kwanza Simba Sports Club waliperform vizuri sana na walikuwa bora, na hata ulikuwa unaona ideas zake mwalimu anataka kufanya nini, anataka timu yake ichezeje. Muone ataanzia nyuma, kwa maana ya wale watu watatu ataanza kufanya build up, timu ikitembea kwa speed, pasi fupi za haraka kwenda kumshambulia mpinzani kwa idadi kubwa ya watu. Idea yake simula vizuri ilikuwa ishaonekana. Aina ya wachezaji waliowachagua siku ile walionekana. Kipindi cha pili alipofanya changes, timu ikabadilika, ikawa na balance. Kwa mtazamo wangu mimi naamini mwalimu pale alikuwa shapata kitu ambacho anafanya nini, anachokitaka pale. Na bahati nzuri iliyotokea ni kwamba pale Simba wakaenda kumaliza ule mchezo kwa kushinda magoli 3-0. Mechi ya marudiano hapa, akili na mawazo ya wachambuzi na sisi wabukuzi na mashabiki wengi wa mpira waliamini kwamba Simba Sports Club atakuja hapa kuokota kapu la magoli. Hata mimi ndivyo ambavyo nilifanya nini, nilivyokuwa nafikiria. Lakini mimi nikiwaza sasa nje ya box, kwenye engo ya kiufundi, kwa sababu mimi waga nakaa katikati, naweza nikakaa kwenye engo ya kishabiki na nikakaa kwenye engo ya kiufundi. Nikikaa kwenye engo ya kiufundi, nikimwangalia mwalimu Dimitar Pantev alichokifikiria, alifikiria nje ya matarajio ya watu wengi. Kivipi? Selection ya kikosi. Yaani ule uchaguzi wa kikosi aliofanya mwalimu Dimitar Pantev, alichokizingatia ni kwamba tayari Simba wana uongozi wa magoli 3. Walishafanikiwa. Kwa hiyo ambacho alichokuwa nakifanya, yuko kwenye process ya kusoma tabia na kuwasoma wachezaji, ni aina gani ya wachezaji ana uwezo wa kwenda nao kwenye mechi zingine zinazokuja, aina gani ya wachezaji ambao anaweza akawapata wakaingia kwenye kikosi cha kwanza, au wakamuongezea idadi kwenye kikosi cha kwanza, au wakawa ni wachezaji wazuri kwenye substitution kulingana na kile alichokiplan. Ndio majibu yanakuja kwenye mechi ya jana. Kwa maana ya kwamba Simba Sports Club kikosi alichokichagua ulikuwa utegemei kama Duchu wataanza. Uongo kweli? Mechi ambayo Simba Sports Club anautaka mchezo ngadu kwa ngadu, mtafute wa kucheza naye, Shomari Kapombe hawezi kuanzia benchi. Tusidanganyane. Shomari Kapombe hawezi kuanzia benchi. Mimi naamini kabisa mechi ambayo mtafute wa kucheza naye, mwalimu hawezi kucheza na force number 9. Jana mwalimu kwenye kikosi cha Simba alianza na force number 9, either Kibu Denis ama Joshua Budo Mutale kwenye eneo lile la force number 9, wakati ana washambuliaji watatu ambao wana ubora. Kama angekuwa ni muumini wa kutumia force number 9, kwa nini asingetumia force number 9 kwenye mchezo wa kwanza? Kwa nini aliamua kwenda na Suleiman Mwalimu baadaye akamuingiza Jonathan Soa? Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anahitaji matokeo. Sijui umeelewa vizuri. Kwa hiyo mwalimu aliishi nje ya matarajio ya wachambuzi
wabukuzi, mashabiki na kila mpenda mpira wa Tanzania ambaye alitegemea Simba Sports Club ataenda pale kwenda kushinda kwa idadi kubwa ya magoli. Sichumla vizuri. Lakini akiwa amefanya hizo changes, Nsingizini Hotspurs walikuja tofauti. Msimu uliopita Nsingizini walitolewa kwa aggregate ya magoli 8-0 na Stellenbosch. Pigwa chuma 3 pale Swatini, wakaenda Afrika Kusini wakapigwa chuma 5. Wakaona tunaenda kudhalilika tena huko. Tumeshapigwa chuma 3. Tuende tukafunguke tena Benjamin Mkapa. Tunaenda kudhalilika. Si unaelewa vizuri? Mandila Nkongi ambaye ndio kocha wa Nsingizini Hotspurs alichokifanya, akaamua kuja kujaza idadi ya watu wengi sana kwenye eneo lake, kwenye lile box lake lile. Simba wapate ugumu wa kuweza kuwafungua. Sijumla vizuri. Na kwa sababu Simba walikuwa wanacheza bila mshambuliaji asilia, wakawa na struggle, na ndio maana Simba unaona mpaka wanamaliza kipindi cha kwanza walikuwa wana shot on target hata hii. Kwa sababu wale walikuwa na idadi kubwa ya watu wengi, alafu wakawa wanashambulia kupitia counter attack. Kwa hiyo vilikutana vitu viwili kwa wakati mmoja. Nsingizini Hotspurs walikuja na tahadhari ya kutokutaka kuruhusu magoli mengi. Wakati mwalimu wa Simba yeye alijaribu kufanya jaribio la kuchezesha wachezaji wapya na kujaribu baadhi ya vitu kwenye mchezo ambao hawa watu wengine walijiandaa kimbinu kwa ajili ya kuikabili Simba Sports Club. Kwa hiyo hakufanikiwa mwalimu. Target yake ya kwanza kucheza na force number 9 haikufanikiwa. Simula vizuri. Lakini hata selection ya kikosi aliyochagua bado pia ili struggle haikufanikiwa. Second half ndio maana mwalimu tena akaenda kujaribu tena. Mara ya mwisho ni lini wewe kuiona Simba ikicheza na 2 strikers? Yaani wale washambuliaji wawili. Mara ya mwisho ni lini? Ni muda mrefu kaka, usiangalie juu. Mwezi hauwezi kushuka. Umeona? Ni muda mrefu. Yaani Steve Dese Mukwala na Jonathan Soa kwa pamoja wote wakaingizwa ndani. Simula vizuri. Bado mwalimu aliendelea kufanya experimentations. Hapo nimejaribu kuweka neno la Kiingereza kuonyesha msisitizo. Upo mzee wangu? Mwenye nimesoma kidogo kaka. Au vipi? Huo ndio uhalisia. Kwa mwalimu akajaribu akataka tena kufanya majaribio kwenye eneo hilo kuangalia hii inaweza ikakliki. Na hiyo ni kwa sababu mpinzani aina ya Nsingizini Hotspurs ni mpinzani wa kawaida ambaye mwalimu anaweza akafanya majaribio, akiona hayafanikiwi ni rahisi kuachana nayo. Lakini pia mwalimu anaweza akafanya majaribio kwenye ule mchezo kwa sababu ana asilimia kubwa ya kuweza kwenda kwenye hatua inayofuata, kwa maana ya hatua ya makundi. Kwa hiyo ilikuwa ni sehemu ya experimentations, kwa maana ya kufanya majaribio ya kiufundi kwa mwalimu, wakati matarajio ya mashabiki wa Simba Sports Club, wachambuzi, wabukuzi na Watanzania wengi wakiamini ya kwamba mnyama Simba Sports Club ataenda kushinda ushindi wa magoli mengi. Lakini mwalimu yeye kiakili na kifikra alikuwa afikiri hivyo, lakini hata yale majaribio aliyofanya kwa kiasi kikubwa jana hayakufanikiwa, na ndio maana Simba Sports Club hawakuweza kupata hata goli. Huo ndio uhalisia. Bwana kama maneno yamekuwa ni mengi sana mtaani. Kama unavyosema wengi walitegemea mnyama atashusha mvua ya magoli. Unadhani kocha aliona nini hapa kwamba amekwisha kufuzu asipeleke maangamizi kwa Nsingizini Hotspurs, au aliangalia michezo inayofuata? Of course, yani kwanza michezo inayofuata kuna mchezo wa Tabora ambao ni TRA hivi sasa. Tarehe 30 hapo. Waenda kucheza Tabora kule. Sijui mla vizuri. Hakuna haja. Kuna muda hakuna haja ya kutaka labda sijui utafute sifa, utake sifa afu mchezaji wako muhimu anaumia. Unapata faida gani? Tuongee ukweli. Purukuta ndani kaumia Jonathan Soa ile mechi. Purukute ndani kaumia Jonathan Soa. Mara Rushen Delok kaumia. Haya unapata faida gani baba? Haya muonyesha Shomari Kapombe kaumia. Unapata faida gani? Yaani kutaka sifa tu kwa sababu ya goli la mama. Kutaka sifa tu ili mashabiki wengine wafurahi.
So mimi na wewe tunaweza tukaona hilo. Yaani mashabiki wanaweza wakataka hiyo sifa yani. Wakataka hizo sifa na nini. Lakini yeye kocha anaangalia engo yake ya kiufundi. Hizo sifa mimi zitanipeleka wapi? Hawa nikifungwa hawa ndio watanigeuka mimi, wataanza kunikimbiza hapa. Kama alikusikia kule Gaborone. Nsingizia. Baadaye watakuwa tena sio wewe wakaanza matatu hamna kitu huyo. Ina matatu yule mwalimu hamna bangi sana yule. Si bila vizuri. Mashabiki hawana jema kaka. Kwa hiyo lazima wewe mwenyewe utumie akili na uchange karata zako vizuri. So mimi siwezi kumlaumu kocha. Siwezi kumlaumu kwa sababu eti hajawafunga wale Nsingizini Hotspurs goli nyingi wakati tayari mechi ishaimaliza kule. Kilichokuwa kinatakikana Simba ni nini? Kufuzu tu makundi. Wamefuzu au hawajafuzu? Sasa wanataka kingine kipi kaka? Acha ninywe maji. Kaka. Safari naona unapiga maji. Nifanye nini kaka, maisha ndo haya. Simba nakupa raha. Mimi tena. Mimi hainipi Simba raha, Manchester United na timu zote 4 zinanipa raha. Kwa sababu wanafanya vizuri Simba, Yanga, Azam na Singida Black Stars. Nyinyi ndio mnapata nafasi ya kuja kutuhoji hapa. Wewe ndio unakuja wewe. Kama Simba usingefanya vizuri au Yanga usingefanya vizuri au Azam, ungekuja wewe na maiki zako hapa ngwala. Wanasema wewe shabiki wa Yanga. Vyovyote mtu akavojaji. Lakini mimi ni shabiki wa mpira, mimi napenda vitu vizuri. Sana. Yaani Yanga akifanya vizuri eko, Simba akifanya vizuri eko, Azam akifanya vizuri eko, Singida akifanya vizuri eko. Mimi na enjoy yani. Sawa. Wanakabwe mara baada ya mchezo wa Simba dhidi ya Nsingizini Hotspurs, maneno yamekuwa ni mengi sana kuelekea kwa Elie Mpanzu, Kibisawala. Wengine wanasema kiwango kimeshuka. Umemshuhudia Elie Mpanzu wa msimu uliopita na huyu wa sasa. Ni yule yule. Elie Mpanzu wa msimu uliopita na Elie Mpanzu wa msimu huu wakikutana wanapigana ngumi. Elie Mpanzu wa msimu uliopita wakikutana na Elie Mpanzu wa msimu huu wanapigana ngumi nyingi sana. Ngumi nyingi mno. Unajua kwa nini? Alianza vizuri sana msimu uliopita Elie Mpanzu. Sana. Akaonyesha future nzuri. Wana Simba wakasema yes. Yule Arnold Okwi. Yule Nandi Luis Jose Mixon. Yule mwamba Lusaka Chama amepatikana kwa Elie Mpanzu Kibisawala. Matumaini wana Simba ndio yalikuwa hivyo. Lakini ukweli ni kwamba Elie Mpanzu wa msimu huu, Elie Mpanzu wa msimu huu ni Luis Jose Mixon aliyetoka Al Ahly kwa mara ya pili akaja Simba Sports Club. Yes, kuna kitu kipo sawa. Elie Mpanzu kiwango kinaonekana kimeshuka. Hachezi kwenye kiwango kile, haonekani kuwa mchezaji muhimu, anafanya makosa sana, anapoteza mpira kirahisi. Ile physicality yake imepotea kabisa. Na bahati nzuri anakujaga hapo garage hapo Kitonyama. Kuja kufanya mazoezi hapo. Lakini bado sio yule Elie Mpanzu tulomzoea. Kuna muda mimi hadi nikasema au labda Sinza hapa pana muharibu. Kaka, Sinza hapo kuna watoto wazuri. Tanzania hii watoto wazuri inawezekana. Elie Mpanzu sifa nyingi. Simula vizuri. Watoto wanamshobokea na kadhalika akajisahau. Uroto inawezekana umeondoka miguuni. Watoto 2000 wana balaa. Inabidi afanye. Simula vizuri. Mwisho wa siku amemmaliza. Of course lazima abadilike. Simba wanamhitaji. Anapaswa kuwa professional kwa sababu analipwa fedha nyingi sana na matumaini ya wana Simba yako kwake. Inabidi abadilike, aone kabisa mbona hivi sasa performance yangu imeshuka. Siku Bajabire akija akapona na akawa fit kalikiti. Trust me, inawezekana akaja kuchukua utawala wa Elie Mpanzu Kibisawala. Yes, Mohamed Bajabire. Kama akiwa fit ile fit kalikiti kwa ninavyomjua Bajabire. Kujituma kwake, discipline, ni mchezaji ambaye amepitia kwenye misingi mizuri ya mpira wa miguu. Watu watamuona. Mimi siongee kwa kubatisha, labda tu ije Tanzania hapo ampige misumari ashinde kuperform. Lakini kwa maana ya talent mimi nilivyomwangalia kwenye ligi ya Kenya kiukweli na ninavyomfahamu Bajabire, akija akawa fit 100%. Kwa sababu watu wanacheza namba 1 na Elie Mpanzu. Kuna uwezekano mkubwa bwana mdogo akatake over. Na akitake over bwana mdogo akachukua nafasi ile pale, inawezekana Elie Mpanzu
hali ikaendelea kuwa tete. So anapaswa achanganye. Akija Bajabiri akiingia akiwa katika kiwango bora na yeye akiwa katika kiwango bora, Simba Sports Club ndio inafanya vizuri zaidi. Simba vizuri. Lazima uwe na wachezaji karibia 5 au 4 kwenye kikosi chako. Kwa mfano kama Simba Sports Club wenye X factor ambao kiuhalisia kwenye hatua ya makundi na kushiriki unaenda kukutana na timu ngumu kaka. Hauwezi kukutana tena na Nsingizini wala huwezi kukutana na Silver Strikers. Tuongee ukweli. Kule unakutana na kina MC Alger, kwenda kukutana na sijui labda na kina Esperance de Tunis au kina Al Ahly. So ni wakubwa ambao wana quality, wana uwezo kukuchallenge wewe. Sasa ukiona mchezaji ambaye anaungaunga kama vile Elim Panzu vile anavyofanya, honestly speaking huwezi kutoboa. Unaenda kwenye hatua robo finali, unakutana na timu ambazo wewe una quality na wenyewe wana quality. Unakuja na wenyewe wanakuja. Sijumla vizuri. Kama mabeki bora na wenyewe na mabeki bora. Elim Panzu anakaa dunda tu mara hata kuweka mguu aweke anafanya nini? Kaka watu wanapita na mpira wanachukua na kufunga. So inabidi abadilike, Elim Panzu kiukweli hizi mechi 2-3 hajacheza vizuri. Haipo katika kiwango kizuri. Huo ndio uhalisia kaka. Sawa. Bwana Kabwe, tukihama kwa upande wa mnyama, Young Africans pia nao wamefuzu. Akatupata nafasi ya kupiga story 2-3. Young Africans amefuzu, lakini maneno yamekuwa ni mengi pia kwa upande wao. Lawama akibebeshwa Dube, kelele nyingi zimekwenda kwa Dube. Wewe una nini cha kuzungumza kuhusiana na hii? Inabidi tumuone huruma Prince Dube. Na kama aliwakosea Azam FC kwa sababu aliondoka na kashfa sana. Aliondoka kwa kashfa, kejeli. Aliondoka bila kufuata utaratibu mzuri. Alipangiwa nyumba sijui wapi, kukaa karibia miezi mingapi. Haendi. Hata Azam FC nao ni binadamu. Roy iliwauma. Kumbuka anaondoka Prince Dube Azam FC akiwa mchezaji ambaye wa kutumainiwa. Simla vizuri. Aliondoka kumbuka. Akiwa mchezaji wa nini? Wa kutumainiwa. Ile iliwaumiza. Alafu kaondoka aliondoka na kashfa. Azam FC sijui Simba na Yanga wakifungwa, viongozi wao wanakaa wanashangilia. Simla vizuri. Azam FC sijui nini? Kaka kibinadamu ile. Mimi naamini iliwaumiza Azam. Sasa sijui alienda kumrogea Pemba, sijui alienda kumrogea wapi, kama walimroga lakini sina uhakika, siwezi kudhibitisha kama walimroga. Sijui vizuri, sina uhakika. Au labda walikunja sana akasema sasa utaona ngoja tukuonyeshe, basi wamsamehe ukweli. Amekoma na anaonekana kufanya vibaya ukweli kwa sababu alienda kwa wachungaji, kwa mashehe. Kanyoa mpaka nywele ilikuwa na upara kama mimi ili arudishe nini? Bahati. Lakini huyu hapa na goli, anakosa goli. Hivi ukimchukua Prince Mpumelelo Dube wa Azam na huyu, vipi? Watapigana ngumi mpaka basi. Sasa tena Prince Dube wa Azam alikuwa anaumia lakini alikuwa akipewa mechi ana deliver. Prince Dube wa Young Africans haumii ila afungi. Yule wa kule alikuwa akiumia akirudi anafunga magoli. Tena Yanga ndo alikuwa kukutana naye mwana ukome. Alikuwa anawatungua kinyama. Ila alikuwa anapata majeraha mara kwa mara. Ila huyu wa Yanga huyu Prince Dube haumii lakini kwenye kufunga kaka ni mtihani. Kaka mpaka mchezaji anaomba mwenyewe hesabu. Ujue hali imekuwa nini? Hali imekuwa tete. So kama kuna uwezekano anahisi kuna sehemu aliwakosea Azam au kuna eneo aliwakosea, aende akaombe radhi. Ile hali sio hali ya kawaida. Lakini kingine ambacho kinanishawishi ni kwamba Prince Dube alikuwa ni mshambuliaji wa kawaida. Mimi naamini Prince Dube alikuwa ni mshambuliaji wa kawaida. Kwa nini alikuwa ni mshambuliaji wa kawaida? Kwa sababu wakati yupo Mayele hapa. Wakati Mayele anatoka Kongo anakuja hapa, alimkuta Prince Dube. Unakumbuka? Si unakumbuka vizuri? Mayele alipokuja hapa, alikuja ka take over akawa ndo mshambuliaji kinara kwenye ligi ya Tanzania, wakawa wanashindana na George Mpole. Unakumbuka vizuri? Unakumbuka? Mpole aka take over, akapambana na Fisto Kalala Mayele. Mayele tena akapinduka msimu mwingine tena akapambana tena. Mayele akaondoka. Dube hapo yupo Azam. Anafunga, anaumia. So inaonekana daraja la Mayele
alilokuja kuseti Young Africans kwa Prince Dube ni kina kirefu. Young Africans hawajapata mshambuliaji ambaye amefikia hata nusu ya kiwango cha Fiston Kalala Mayele, lakini pili Andy Boyle ambaye walomchukua kuja kumchallenge Prince Dube, na yeye pia ameshindwa kufikia hata kiwango cha Prince Dube ambaye huyu tunamsema anakosa magoli. Kwa hiyo hawa washambuliaji wote wawili wa Young Africans kwa pamoja ukijumlisha wamefeli kuja kuitake over ile nafasi aliyoiacha Fiston Kalala Mayele. Alikuja pia Kennedy Musonda na yeye hakufika level. Ni bora wangebaki na Kennedy Musonda Young Africans kuliko kumleta Andy Boyle ambaye ameshindwa kumchallenge Prince Dube. Inawezekana sasa labda Kennedy Musonda, kwa sababu kuna muda Kennedy Musonda alikuwa akiwekwa ana deliver kuliko hata Prince Dube, lakini Kennedy Musonda shida nyota yake na namna ambavyo Prince Dube unajua Prince Dube alisajiliwa kwa sababu ya kutaka sifa. Yanga walisajili kwa sababu ya kutaka sifa, kulipiza kisasi kwa Faisal Salum Feitoto Abdalla. Mwisho wa siku sasa ile kulipiza kisasi imewageukia wao. Simula vizuri. Badala ya sasa Prince Dube kufanya vizuri, sasa Prince Dube amekuwa anafanya vibaya. Mwisho wa siku sasa kile kisasi kimewageukia wao. Ila kama wangesajili kwa mahitaji ya kiufundi, walipaswa kusajili mshambuliaji ambaye angalau angefika hata kwenye ile robo tatu ya Fiston Kalala Mayele. Hata ile robo tatu ya Fiston Kalala Mayele. Kama wangezingatia hizo nchi, lakini walipita hapo kina Hafiz Konkono, usajili ulikuwa ni wa kubahatisha. Na umekuwa ni usajili wa kubahatisha kwa Young Africans. Kuna usajili mwingine walikuwa wanafanya kwa kukomoa, usajili wa kina Okras, wa kina Mkude, wa kina Chama. Ndio hizo sajili ambazo Young Africans zimekuja hazifanikiwi. Hizo sajili za kukomoa. Wafuatilia Young Africans sajili nyingi za kukomoa hizi. Mkude, sijui Chama, sijui nani huyu Shoaboy, huyo Dube mwenyewe, Okra, muone. Wakisajili tu kwa kukomoa, Yanga hawafanikiwi. Mchezaji unakuta anafeli. Wanakuwa wanapoteza muda bure. Simula vizuri. So kuna eneo Prince Dube ametuma ujumbe kwamba alikuwa ni mshambuliaji wa kawaida. Young Africans walienda kumsajili tu kwa kupaniki kwa sababu aliondoka Faisal Salum Feitoto Abdalla, kukomoa na kadhalika, lakini end of the day bado hajaonyesha ile class ambayo Young Africans walitamani angeifika. Binafsi mimi nafikiri Young Africans wangeenda kumsajili Jonathan Soa kuliko hata Andy Boyle, angekuja kuleta challenge zaidi kwenye eneo la ushambuliaji la Young Africans kuliko hata Andy Boyle. Na hata Prince Dube kuna uwezekano mkubwa asingepata nafasi. Na kuna muda Prince Dube anapata nafasi kwa sababu alisajiliwa kwa mbwembwe na sifa. Yaani ili tusionekane kwamba tumefeli viongozi, inabidi kocha atakayekuja ampange Prince Dube. Hata kama anafanya vibaya anapangwa hivyo hivyo. Ili viongozi wasionekane wamefeli, lakini uhalisia ni kwamba kwenye usajili wa Prince Dube na baadhi ya sajili nyingi ambazo Young Africans wamekuwa wakisajili kwa kukomoa, wamekuwa wakifeli. Viongozi wamefeli. Sawa, Wanakabwe, nimekufuata nipate madini ubongoni. Young Africans wametambulisha kocha mpya. Tulizungumza kwa habari ya Romain Folz Gonçalves. Jina gumu kweli kweli, tamke vizuri. Pedro Gonçalves. Tupe madini ya ubongoni haya. Chuma kipo. Nilitegemea Young Africans kiukweli wange struggle kumpata kocha labda ambaye anaweza akaandia kaja kutake over vizuri nafasi ya Romain Folz kwa muda mfupi. Yaani kuirescue ile situation kwa haraka baada ya kumfukuza Romain Folz kwa sababu za kihisia, tena hisia zenyewe za mashabiki. Si bila vizuri, lakini kitendo cha kumpata Pedro Gonçalves, yes, perfectly. Young Africans wamefanikiwa kumpata Pedro Gonçalves. Young Africans wafanya nini? Wamefanikiwa. Lakini ili wafanikiwe zaidi wanapaswa kumpa muda. Hawapaswi kuendana na upepo wa mashabiki. Mimi siamini hata kama Romain Folz alikuwa ni kocha mbaya, ila muda na kufanya maamuzi kwa kubahatisha na kuingia kwenye mtego wa mashabiki, kwa sababu hilo limewapelekea mpaka Patrick Mabedi wamekosa sehemu ya kumweka.
imebidi wapambane waende wakamuombe tu mwalimu Pedro Gonçalves, bwana tunakuomba na huyu akae kwenye benchi la ufundi kama kocha msaidizi namba 2. Ndio washampa mkataba Patrick Mabedi wa watu. Haya, sehemu ya ukurugenzi wa ufundi yuko Paul Matthew. Ndio at least ndio kichaka ambacho huwa wanapelekwa makocha kule ambao wanakuja ku rescue situation. Sio vizuri. Mwisho wa siku kule kukurupuka kumfuza Romain Folz, mara kumleta kocha msaidizi, mara nini? Ndio kumewafanya sasa watafute wapi pa kumpeleka Patrick Mabedi, wamempeleka kuwa kocha namba 2 kwenye kikosi cha kwenye benchi la ufundi la Pedro Gonçalves. Lakini ni mtego. Yani either waelewane ama wasifanye nini? Wasielewane. Kwa sababu hapo kabla hawakuwahi kufanya kazi pamoja. Hakuna mahusiano yoyote yaliokuwepo kati ya Pedro Gonçalves na Patrick Mabedi. Lakini kwa maana ya ubora, Pedro Gonçalves ni kocha ambaye ana ubora na anahitaji muda, kwa sababu mimi nafahamu historia yake. Ni kocha ambaye amekaa kwa muda mrefu sana kwenye soka la Afrika, takribani miaka 10. Miaka Afrika. Lakini wapi? Katika nchi ya Angola. Alianza kufundisha timu za vijana chini ya umri wa miaka 18. Akaenda baadaye Primeira de Agosto ya pale pale kama kocha msaidizi. Baadaye Angola akafikiria, huyu mtu tufanyeje? Hem, ngoja tumpe senior team. Wakampa senior team. Walivompa senior team kweli akawapeleka AFCON ya Ivory Coast. Sio vizuri. Hii akashinda mashindano ya Kosafa. Akashinda tena mashindano ya Kosafa. Akawapeleka kwenye hatua ya robo finali ya mashindano ya AFCON. Sio kitu cha masiara. Tena akiongoza kundi akiwa na alama 7. Yale mashindano ambayo tushiriki sisi Tanzania. Salome kavaje zake zile jinsi tutandi. So shiriki sisi. Akawapeleka kwenye hatua ya nini? Ya nini? Ya robo finali. Akiongoza kundi akiwa na alama 7. Wakawatoa Namibia. Lakini walipoenda kukutana na Nigeria kwenye hatua robo finali wakapigwa kipigo cha mbwa mwizi, wakatolewa. Lakini walionyesha performance bora sana. Shirikisho la mpira wa miguu nchini Angola likasema yes, huyu mtu anatufaa huyu. Tuendelee kumpa nafasi. Wakampa nafasi. Baada ya kumpa nafasi akawapeleka AFCON ya Morocco mwezi Desemba inafanyika hapo. Sio vizuri. Baada ya hapo tena akawapeleka mashindano ya Chani ambayo yalifanyika Tanzania, Kenya na Uganda, kama unakumbuka alikuwepo hapo kwenye kundi ambalo lilikuwepo Kenya. Ndio alikuwa kocha mkuu wa Angola. Sio vizuri. Mechi ya kwanza walipigwa chuma 2-0, yani walipigwa 2-0 na Morocco. Nakumbuka magoli ya Mohamed Hilmati. Muona kitu kama cha namna hiyo. Na Imadou Riai, mchezaji wa Berkane. Nakumbuka kitu cha namna hiyo. Sio vizuri. Mechi ya pili walishinda nafikiri na Zambia. Mechi ya 3 walifungwa na Kongo wakina Jafet Kitamba la bola ambaye yuko Azam. Sio vizuri. Mechi ya 4 wakasare goli 1-1 na Kenya, kama unakumbuka dakika za mwisho walifunga goli. Sio vizuri. Walifunga goli afu VAR ikaja kana. Mechi ilikuwa na controversial, ilikuwa mechi ya moto kweli na speed vibaya mno. Falsafa yake anapenda kuposesi na kucheza kwa haraka zaidi. Ni muumini wa mpira wa kushambulia. Sio vizuri. Lakini sifa yake nyingine kubwa, ana uwezo wa kubrush wale vijana. Kwa sababu amewafundisha vijana, anaweza kubrush na ana uwezo wa kungamua vipaji vya vijana. Kwa sababu alikuwa ni scout kwenye kikosi cha Sporting Lisbon. Yeye ndo alivumbua kipaji cha Rafael Leao ambaye sasa hivi yuko AC Milan. Pia Cristiano Ronaldo alipita kwenye mikono yake. Sio vizuri.